Kwa jina naitwa Ali Youngson Zoa, mratibu wa Yanga mkoa wa Songwe. Sisi hapa tuliopo hapa ni wanachama wa Yanga mkoa wa Songwe ambao ni viongozi katika matawi ya mkoa wa Songwe. Ni viongozi kutoka tawi la Itumba kwa maana Ileje, na viongozi kutoka tawi la Tunduma wilaya ya Mbozi, na viongozi kutoka tawi la Vwawa na tawi la Mlowo kwa maana wilaya ya Mbozi, na viongozi kutoka tawi la Songwe ambao wako pale Mkwajuni. Pia tuna viongozi kutoka Saza. Kwa mujibu wa katiba yetu ya Yanga, tunaenda kwenye mkutano mkuu ambao utafanyika tarehe 2 kesho kutwa. Mkutano mkuu unaenda kupitisha bajeti pamoja na uchaguzi mkuu ambao tunaenda kuchagua rais, makamu wa rais na wajumbe wa kamati tendaji ambao watasaidiana na rais. Sisi kama wana Yanga mkoa wa Songwe tuna matumaini na timu yetu kwamba timu yetu itakwenda vizuri kutokana na matumaini ya viongozi waliogombea. Viongozi waliogombea ni wengi, lakini watakaotakiwa ni wachache. Lakini sisi kwa kuwa wote ni wana Yanga, tuna imani kwamba watatuvusha kwa sababu wameona wenzao wanavyofanya waliopita. Kwa kweli tupongeze waliopita, wamefanya kazi nzuri ambayo imepelekea kwa mujibu wa katiba ya Yanga kutoka matawi ya chini kwa wanashiriki uchaguzi. Kwa mimi rai yangu kwa wanachama wa Yanga mahali popote mkoa wa Songwe, hasa mkoa wa Songwe, naomba waendelee kulipia kadi. Na wale ambao hawana kadi na waomba sana waendelee kujisajili. Uwezo kama unauliza kwamba namba 6 haijatambulishwa wakati wewe sio mwana Yanga. Kwa kweli kama ukiuliza mchezaji aliyesajiliwa wakati wewe sio mwana Yanga, majibu utayapata. Tutaendelea kupiga chenga kwamba kajisajili kwanza. Kwa ujanja kwa ukiwa Yanga ni kuhakikisha kwamba una kadi na kadi yenyewe umeilipia. Sio kwamba unakuwa na kadi ambayo hujailipia. Ikifika kila mwaka unauisha kadi yako inakuwa hai. Kwa hiyo tuombane Tanzania nzima. Sisi Yanga sasa hivi mpira unahitaji pesa. Na viongozi wetu ili wawe na nguvu, tuwawezeshe kujisajili. Tujisajili ili wao washindi wao wenyewe. Baada ya kuzungumza hayo, tuko safarini ya kuelekea Dar es Salaam. Tunaanza hii safari muda huu. Tunamuomba Mungu tufike salama. Lakini nachotamani kusema leo ni kwamba sisi tunakwenda kuchagua viongozi ambao tunahakika wanaenda kutuvusha kutoka hapa tulipo kupeleka hatua ya mbele. Hatua ya mbele kwa maana ya kwamba hatufikiria habari ya ubingwa wa Tanzania. Kwetu sio story tena. Tunafikiria habari ya kimataifa. Na ndio maana tumetengeneza usajili wa watu kama hawa kuonesha kwamba tunakwenda kwenye kimataifa zaidi. Lakini pia kuna mahala nimesikia moja kati ya wanahabari anasema ni mkutano ambao kwa nini mwenyekiti kwa maana ya rais na makamu hawana wapinzani. Nikatamani niseme kwa hata rais wa TFF alikwenda bila wapinzani. Tafsiri yake ni kwamba watu walitambua ambacho anakifanya. Hakuna aliyekatazwa kuchukua fomu. Fomu zilitangazwa, watu hawakwenda kwa sababu walikuwa na imani na engineer pamoja na Alfred. Kwa hiyo tunakwenda kupiga kura za ndio za kutosha kwa rais na makamu wake, lakini tunaenda kuchagua wajumbe 5 kati ya wale 10. Wajumbe wale 16 wote ni wajumbe sahihi kabisa kwenye Yanga. Sisi kama wana Songwe, wana Yanga African Songwe, leo hii tunaondoka hapa Vwawa tukiwa tumekusanyika wote matawi yote mkoani Songwe, tukiwa tunaelekea mkutano mkuu Dar. Tuna imani sana katika mkutano huu, mambo mengi mazuri tutayasikia na kuyapata, sambamba na kupata viongozi ambao watatuweza kutuvusha kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa majina naitwa Getruda Kilindu, ni mjumbe wa mkutano mkuu kutokea tawi la Tunduma. Imani yetu kubwa sana tunayoenda huko, tunaenda sisi kuchagua viongozi walio bora ili kuifanikisha timu yetu ifike juu na juu, ifike zaidi na zaidi, hasa kimataifa. Maanake huku kwenye ligi za huku chini tuna imani huko vizuri. Sisi hatuna mbambamba, tuna imani sana yani na viongozi wetu wametutendea haki. Mwakani tena tunazungumzia habari ya ubingwa wa mara ya 6 ndio tunaouzungumzia. Hatuzungumzii kitu kingine zaidi ya ubingwa. Ndio maana tunasema slogan yetu ya mwakani tena. Ili kwa sababu tuna usajili bora, tuna wachezaji bora, tuna uongozi bora, tuna kila kitu kiko bora.